Mimi kwanza kwa jina naitwa Nahum Paulo Silo. Ni katibu wa CCM kata ya Masakta. Marehemu ni balozi wetu. Na kwa mara ya mwisho nilikuwa nakabidhi mabaskeli ya Mama Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hapa katikati sijaweza kuonana naye. Jana nilisikia kwamba alikuwepo Masakta kwenye makao makuu ya kata, lakini sikuweza kuonana naye. Asubuhi ya leo wakati mimi natoka, nilikuwa na safari zangu za kwenda Katesh, nikakutana na katibu wangu wa tawi ambaye ni ndugu yake na marehemu na ni wa ukoo wake. Nasema bana, usiku marehemu kauawa. Marehemu ameuawa kwa kitu ambacho kina ncha kali. Wanasema ni nini walikuwa wanazungumzia, kimebaki kwenye shingo. Kwa hiyo ni kitu chenye ncha kali. Kimsingi ndo wazee wamehoji kutoka usiku, wanatafuta mtu aliyefanya tukio hilo, wakiendelea kuomba, na hata saizi bado wanaendelea kuhoji. Kiujumla marehemu kwa kawaida kwa siku zote ni balozi wetu. Kuna maneno tu ya kawaida ya kugombana mtu na mtu, ni vitu vya kawaida, lakini tumefanya suluhu nyingi ambazo ni za kawaida na zimeisha. Mambo mengi yamemaliza, na toka amekuwa balozi hakuna migogoro ambayo tumeendelea kuona kwake. Kimsingi tumeshtushwa na hili ambalo limetokea mpaka kimesababisha kifo chake. Kwa jina naitwa Bernardi Akweso, mwenyekiti wa kitongoji cha Mala, kijiji cha Lambo, kata ya Masakta. Kama ilivyoada, tukio hili la mashambulizi ya huyu bwana ilitokea usiku. Kwangu mimi ni ya kuambiwa kwamba alivyokuwa anaenda nyumbani alitangwa karibu na nyumbani kwake. Basi alivyotangwa karibu na nyumbani kwake alirushiwa mshale. Alivyorushiwa mshale akakimbia jirani. Ndio tulikuta maelezo kwamba alianguka karibu na nyumba ya kwa maji Mahindi, na nikaambiwa kwamba mpelekwa hospitali, na alifika kwa dokta akafia hapo. Ilikuwa ni majira saa 4. Huyu bwana anaitwa, huyu marehemu anaitwa Paulo Mahindi. Paulo Mahindi, ambaye katika mambo ya ugomvi kwa kweli kwa sasa hivi kama ninavyofahamu kama mwenyekiti kwa sasa, ana ugomvi na mtu yeyote ninavyofahamu. Mpaka sasa hivi ni gani ambazo tunaona kitoka kinaendelea? Kama vikao vinavyoendelea sasa hivi, tunatafuta nani kafanya kitendo kiovu kama hiki, ambaye ni kitendo katika eneo la kijiji hiki cha Lambo, kata ya Masakta, halijawahi tokea. Ni mara ya kwanza kwa mtu kutangwa na mshale. Watu wanagombanaga kwenye mipaka, lakini si katika hali ya kutangwa kwa namna hii na kuuawa. Pengine mpaka sasa hivi kuna ambao mmemfikia labda mnamshuku kama anahusika? Kwa sasa hivi wananchi wanaendelea na upelelezi tu, na mpaka sasa hivi hakuna aliyeonekana kwamba amehusika. Ni mshale ngapi? Mshale mmoja tu shingoni. Alipelekwa hospitali gani? Hospitali ya Dada Mission. Ndio ipo karibu. Babati, hospitali ya Dada Mission Babati. Ndio hospitali ambayo iko karibu kwa eneo letu. Katesh ni mbali kidogo. Mashauri yanaendelea. Kakati ambayo tunategemea kuyafanya, tunataka tuendelee na utafiti
ikibidi nashukuru Mungu kama tutafanikiwa kumpata mtu au hata kumsikia, ili serikali ichukue mkondo wake kwa atakayehusika. Nilipokaa kitandani nikasikia ameruka, amekuja huko akaruka boma, akakimbia mpaka kule kwa kaka yake. Akasema maelezo mengine mimi sintaweza kujua kwa sababu ndio ninachojua hiyo ni mtu amekimbia tu. Nimuulize mama, hiki cha Musa hapa serikali ni nahakil. Lena ana wasaka wada sawi ya wada mjaka wada ngadai. Anasema serikali naomba wanisaidie kwa sababu mimi ndo nilikuwa namtegemea yeye. Wewe katika familia ni Yeye taba hada kil. Wachi jefta mo. Iba hoye. Ina Ni haoni. Sawi. Anasema wasichana ndio wakubwa, yeye ndio amefuata wasichana, lakini katika nyumba hii yeye ndio baba. Ndio. Kana kikasema. Ai ya wadan ha ma hidan ngati guys. Iwa dan ha kidan hikila kabisa kabagya. Sidenda wada badini. Anasema kama mnaweza kunisaidia mtanisaidia kwa sababu mimi ndio nimebaki ni peke yangu na huyu mtoto wangu wa kike msichana mke.